Unaitwa nani? Lozi. Furaha yako ilianza kukatika miaka mingi sana iliyopita, na umejitahidi kutafuta furaha kwenye maisha yako. 2006 ilitokea nini kwenye maisha yako ambacho mpaka leo nakumbuka? Ilitokea msiba. Msiba wa nani? Wa mama wangu, tulikuwa naishi naye. Na mpaka leo hujawahi kujua kitu gani ambacho kilitokea kwa mume wako? Sababu naona kifo kama cha kifo tata. Ilikuwa ghafla tu, kishwa tu, kwenda hospitali, damu hamna. Unajua kama baada ya mume wako kufa 2006, baada ya pale hata wewe kuna vitu vilianza kuharibika. Kilichompata mume wako, magonjwa aliyoanza kumpata mume wako kama utani ndio na wewe pia yamekuja hivyo hivyo. Ndio. Kwa hiyo na kuona unaenda kwa mamposa, lakini lengo unataka kupona baadhi ya vitu vinavyokusumbua. Wewe issue sio uchumi, kwa sababu issue kama ni uchumi, unajua unaamini kwamba ni kupambana, Mungu atakachojalia na hicho. Issue sio kazi. Wewe unataka kupona. Ni kweli. Issue yako iliyopo ni kwenye moyo. Na kwenye moyo kuna mapepo yamekaa, yameshikilia mishipa. Kuna wakati moyo unakuwa unashindwa kupush damu vizuri. Hilo ni pepo. Na hilo pepo lilipata nafasi siku ya msiba wa mume wako. Ndipo vile vitu vilikuja kukuingia. Una watoto wangapi? Mimi na watoto 5. Watoto 5. Mtoto wa 4 anaitwa nani? Charles. Kuna kitu kwa mtoto wako anatakiwa asaidiwe. Ana kipawa, yuko vizuri. Ndio. Huyo mtoto wako niliyekutajia ndo anatakiwa kuja kusaidia maisha yako. Namuona huyo mtoto baadaye anachezea Simba. Yaani siamini kitu ninachokiona. Amen. Unajua Mungu amempa nyota ya mpira sana. Ndio. Lakini pia sio mpira tu, alikuwa na michezo ya kukimbia. Alishakuwa anashindana kukimbia, akawa anashinda. Ndio, hata umefika hata Kenya wapi, lakini ninaona kama mambo ya giza ipo katikati yangu. Hata najitahidi. Nataka umlete huyu mtoto wako. Kesho yake ni kubwa mno. Amen. Atakuja kucheza timu, namuona atakuja kumchukua siku na timu. Mimi sijui mambo ya mipira. Sijui nini Mbeya sijui. Mbeya City. Baadaye atatoka kule, atakujaga huko. Sio miaka mingi. Huyu mtoto wako sio wa kawaida. Ni kweli mtumishi, kwa sababu na huyu mtoto ameanza kumchukua kama Azam, lakini kuna changamoto ambayo inafanyaje? Hawamchukui Azam kwanza. Kuna kitu kitafanyika Mbeya City. Kuna mtu atakuja. Wewe kilichofanyika kwa mtoto, wamekosa mtu wa kumshika mkono. Na watu wakija wanaomshika mkono wanalogwa. Mtoto sio kwamba sasa hivi alitakiwa awe mbali. Ndio. Si unanielewa? Yaani kaza muda mwanangu wachanganyikiwa tu, alafu baadaye wanarudi nyuma. Yeye ndo amefunikwa. Kwa nini sikutajie wengine? Yeye ndo amefunikwa sana kuliko wengine, kwa sababu yeye ndo ana nyota ya utajiri ya kuja kufanikisha wewe. Huyo mtoto wako baadaye naona akikujengea, baadaye naona akifanya vitu vikubwa kwako.